Kuna wanadamu huwa wana hasira za haraka, lakini yeye hana hasira ya haraka. Haleluya. Anakuvumilia mengi. Upendo huo hauweki kumbukumbu ya mabaya au hauhesabu makosa. Hapo ndio huwa pana kazi kwa wanadamu, ile kuweka kumbukumbu ya makosa. Sisi wanadamu tunayaweka, yani hata kama unapambana nisiyaweke. Akija amefanya hilo alilolifanya mwaka jana, unataka umkumbushe vizuri alivyo mbaya. Sasa kama umejifunza hapa, unataka uliseme, lakini unaziba mdomo. Hiyo sio mbaya. Ukiziba ule mdomo, unasema Mungu nisaidie, kwa sababu huyu amerudia lile mwaka jana alifanya, na mwaka juzi alifanya ile au huyu mtoto kila siku ile. Hakufikiria Mungu alivyo ajabu. Yeye haweki kumbukumbu ya mabaya. Yaani ukikosea dakika 5, zimepita dakika 10, hakumbuki ulichokifanya. Haweki hiyo kumbukumbu. Hiyo ndio upendo. Yaani sasa ina maana kwako wewe, hiyo tabia ya Mungu uirejeshe kwako wewe. Kabla wewe hujapenda kiasi hiki, ni lazima ufahamu kwamba Mungu anakupenda kiasi hicho. Yaani anakupenda bila kuweka kumbukumbu ya mabaya au makosa yako. Haweki kumbukumbu ya makosa yako. Kutoka asubuhi mpaka jioni unakuwa kuna sehemu umekosea, lakini yeye hata moja hajalihesabu. Lakini sisi huwa saa zingine ikifika jioni unakuwa umechoka kiroho, kwa sababu umeshajiona kwanza ulipoenda kwenye labda ukakaa na watu fulani ukaongea yasiyotakiwa. Halafu ukaenda sehemu ikawa ni fursa ya kuweza labda kumshuhudia mtu, ukashindwa kushuhudia. Ukaogopa labda. Halafu ukaenda unataka ufanye mambo ya Mungu, lakini yakashindikana. Ikifika jioni hata hamu ya kuomba huna. Halafu umeambiwa labda katika neema Mungu ameshakusamehe, unasema sasa hii too much. Mimi nimekosea mara 7. Sijui kama ngoja tu leo nitubu. Kumwomba Mungu msamaha sio mbaya, lakini yani hataki hukumu ndani yako. Hukumu ni kitu ambacho ni adui na Mungu. Ukiweka hukumu ndani yako, unaona sasa mimi sifai hata kutumiwa na Mungu. Ina maana umemwekea Mungu ukuta. Unafai Mungu akutumie wewe katika huduma. Mungu haweki hesabu ya makosa yako. Hana kumbukumbu. Kukumbuka ni ile kukumbuka. Sisi mwanadamu saa zingine anaweza akakaa, unamkumbuka mtu, unaanza kukumbuka tu mabaya aliyokutendea yote. Hasa iwe kama ni wazazi au nani. Ni unasema jamani mimi nimeteseka, alafu unakumbuka anakuja na mtu mwingine, unamueleza jinsi mambo yalivyokuwa mabaya, jinsi ambavyo mke wako alikutendea au mume wako alikutendea vibaya. Huo sio upendo. Hiyo ndio ile tunasema upendo wa binafsi. Upendo wa ubinafsi unaweka kumbukumbu ya mabaya. Unamhesabia mtu makosa yake. Tena na sisi tumeokoka na tumeshajifunza kwa kiwango. Ukimkuta mtu ambaye hajaokoka na hana hicho, akianza kukugombeza, anaanza kuyalisti yote. Wewe hata mwaka jana ulifanya hiki na hapo ukafanya hiki na hiki, hapo ukafanya hiki na hiki. Hapo na leo unatarajia nikusamehe, sikusamehe. Labda ni mwanandoa wako. Kwa hiyo upendo hauweki kumbukumbu ya mabaya. Sio upendo wako kwa watu au kwa Mungu, bali upendo wa Mungu kwako. Ukiupokea huu upendo, nimesema upendo lazima upokee. Halafu upokee jinsi ulivyo. Ukiupokea, halafu kakaa katika huo, tumesoma kwamba Mungu anakaa ndani yako. Yaani kukaa ndani yako kwa Kiingereza hapa wana maana kwamba anakuwa activated, yani anaingia katika utendaji. Yaani anakuwa halisia ndani yako. Yaani ukikaa ukizingatia haya na kujua kwamba Mungu hanihesabii makosa. Mungu haweki kumbukumbu ya mabaya. Mungu hanikosei adabu. Mungu ni mwema. Yaani ukiwa unakumbuka hivyo vitu, na utavikumbukaje? Ni wewe kwenda kukaa na kuvitafakari hivyo. Unaweza ukawa unakumbuka tu, unasema nakushukuru Mungu, unanivumilia, unanifadhili, huoni wivu, hauna majivuno, hauna kiburi, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yako bali ya kwangu, haunikasiriki upesi, hauweki kumbukumbu ya mabaya. Halafu upendo hufurahi
haufurahii mabaya, bali hufurahi pamoja na kweli. Kuna watu ambao wakikosea unaweza hata ukafurahi, unasema ndio na yeye aone, yaani unafurahi kama amefanya kitu kibaya. Labda hata wewe katika uokovu wako umekuwa legelege sana, lakini kuna mtu ambaye amekuwa imara, kila kitu anatenda vizuri, huku anatembea katika utakatifu hiki na hiki, hapo siku unasikia kaanguka, unasema tuwe wengi, yaani unafurahi. Sema mimi nilifikiri mimi tu, tuko wengi. Yaani sasa huo sio upendo. Yaani lazima labda ungelia kidogo, sema jamani, yule mtu Mungu ninamwombea, msaidie, muinue hapo alivyoanguka. Lakini unafurahi, unasema ndio yeye anajifanya yeye Yesu. Halafu anasema bali hufurahi pamoja na kweli. Ina maana kwanza hapo katika upendo haufurahi mabaya. Ina maana sasa kikutokea kibaya au umefanya mabaya, Mungu hafurahii kile kitu kilichokutokea. Kwamba mipango imeharibika, hafurahii. Bali kweli inaposimama katika maisha yako anafurahi. Mabaya yakitokea hafurahii, na pia anakusaidia kwa sababu yeye ndio mfadhili wako. Halafu anakufadhili, haoni hasira. Kwa hiyo yanapotokea mabaya anakusaidia. Halafu unapotokea jambo zuri anafurahi. Kwa kiwango, kwa watoto huwa tunacho. Mtoto wako akifeli hufurahii, akipasi unafurahi, na akifeli unaona hata mtoto wangu nifanyeje, ngoja nimpeleke tuition zaidi, nimfanyie hiki na hiki. Yaani sisi tulio waovu tunajua kuwatendea mema watoto zetu, lakini Mungu ni mwema zaidi yetu. Yeye anasema nyie ni waovu, mimi ni mwema, mimi nafanya zaidi ya hicho mnachofanya nyinyi. Kwa hiyo hii ni kwamba ulifahamu hili pendo, halafu ulipokee jinsi lilivyo. Yaani usitetereke hata sekunde moja, kwa sababu anasema akae katika hili pendo la namna hii, anakaa katika Mungu na Mungu anakuwa activated au anakuwa katika uhalisia au utendaji katika maisha yake. Yaani Mungu, palipo na upendo ndio Mungu yupo hapo. Pale wewe ambapo umeupokea upendo wake, anakuwa hapo. Usijiangalie kukamilika kwako, wala usijihukumu, bali mwangalie Mungu jinsi anavyokupenda pasipo masharti. Halafu yeye huvumilia yote. Upendo huvumilia yote. Ina maana Mungu anavumilia yote, anaamini yote, anatumaini yote, anastahimili yote. Yeye Mungu anavumilia yote. Kuna mambo mengi umeyafanya ambayo hayako sawa mbele za Mungu, amevumilia kila kitu. Halafu anastahimili, halafu anatumaini yote. Ni sawa tena kama kwa watoto zetu. Unajua huyu mtoto labda umekaa na mtoto mpaka amefika darasa la 6, ukamwona kabisa huyu anaelekea kwenye udaktari. Halafu wewe unapambana wewe mtoto wala hapambani. Sasa akifika darasa la 7 akaanza kuvuta bangi, sifikiri kama utamwacha. Utapambana, utafanya kila mbinu, unamsaidia yule mtoto. Labda ameingia kwenye magrupu huko akavuta bangi. Nilimwona mama mmoja mtoto wake alifanya hivyo hivyo. Kwa hiyo akamchukua yule mtoto akampeleka, huwa kuna sehemu unaweza ukampeleka za serikali, anakaa katika ushauri na katika matibabu mpaka akimaliza muda fulani ile bangi au madawa kulevya yanatoka katika mwili wake. Alafu mama anahangaika au mzazi anampeleka kwenye maombi, anafanya kila mbinu, kwa sababu yule mama anaamini yote. Anasema huyu mtoto ni daktari au huyu mtoto ni kitu hiki, lazima awe mtu mkubwa katika maisha yake. Ndio Mungu alivyo. Sasa Mungu ni zaidi ya wewe mzazi. Hata ukitetereka, yeye yupo karibu na wewe, anavumilia yote, anaamini yote, anaamini kabisa. Na kwa nini anaamini? Kwa sababu anakujua wewe, anakujua kuliko wewe unavyojitambua. Anajua ule uweza na kila kitu alichoweka ndani yako kupitia kazi kamilifu ya Bwana Yesu.
Ndio maana Mtume Yohana alikuwa akiwasema wale watu kwamba msiwaamini, yani msiamini kila mtu, bali mzitambue hizo roho, msijaribu hizo roho, kwamba je, wanaongea. Hata ukienda sehemu ukasikia wanahubiri kitu, je, wanahubiri kazi kamilifu ya Bwana Yesu au wanahubiri? Unajua saa nyingine unaweza kaenda sehemu wakaanza kukuhubiri wewe, nasema wengine hapa wengine wasindikizaji tu, mbinguni huingii, na kuhakikishia huingii. Mnafanya mchezo na wokovu, huwezi ukafanya mchezo na Bwana Yesu. Sasa hapo ujue mpinga Kristo kaingia, amepinga ile kazi kamilifu ya Bwana Yesu ya msalabani. Ana maana kwamba ile kazi ni bure, kwamba wewe unachezewa. Sasa je, mbinguni utaingia au huingii? Alafu je, Mungu atakuua sasa hivi au hakuui kwa kutokana na matendo yako? Lakini na Mtume Yohana alisema kwamba hao msiwasikilize, halafu msijaribu. Yaani usikae tu unasikiliza, jaribu hii roho kweli inamkiri Yesu. Je, anafundisha kazi kamilifu ya Bwana Yesu ya msalaba? Je, anafundisha ule ushindi tulionao katika Kristo Yesu? Je, anafundisha upendo wa Mungu? Alipomaliza kuambia hivyo, ndio akaingia ile kuambia kwamba sasa Mungu, nawaeleza sasa Mungu ni nani. Ndio na sisi tunaangalia sasa Mungu ni nani, kwa sababu walikuwa wamepoteza ule ufahamu wa Mungu, kwamba Mungu anakupenda bure, anakuvumilia, anatumaini yote, anajua huyu mwanangu atafika tu, anatembea na wewe polepole, kwa sababu ndio upendo wake ulivyo, anakwenda na wewe mpaka mfike pale anapotaka ufike. Haleluya! Upendo haushindwi kamwe. Huo upendo wa Mungu haushindwi na lolote. Ni sisi kuamini hicho kwamba Mungu ananipenda sana, na huo upendo haushindwi hata chochote. Yaani ukikaa katika lile pendo, maisha yako yanakuwa maisha ya ushindi, badala ya kukaa, kwa sababu ukienda nje ya lile pendo unaanza sasa kujihukumu. Sasa mimi hata sifai, unaona, hata nilishindwa kwenda sijui kule kwa watoto yatima, au nilishindwa kufanya kitu hiki, mimi sifai. Umeacha kumsikiliza Roho Mtakatifu, au roho hapa wamesema ni roho wa kweli, umeanza kumsikiliza roho wa upotevu. Popote pale, hata unaweza kaa unaishi na wazazi ambao hawajaokoka, wakaanza kukunenea vibaya, na wewe ukaanza kushuka moyo, kukata tamaa. Usikubali hiyo ni roho ya upotevu. Umeambiwa kwamba uwe shapu, ujaribu hizo roho wakati wote. Kuna roho zinakutafuta ili zikuangushe, kwa hiyo usijaribu hii roho ni ya kweli au ni roho ile inayotaka kunipoteza. Na ile roho inayokuja kukuletea hukumu katika moyo wako, hiyo sio. Unawezekana kweli umekosea, lakini Mungu ameshasema kwamba ndani ya Kristo Yesu hakuna hukumu. Atashughulika na wewe katika kukukarabati na kukurekebisha na kufanyaje, lakini hakuhukumu, kwa sababu Yesu ameshachukua hukumu kwa ajili ya ile dhambi yako. Na hiyo ndio upendo wa Mungu, kwamba hataki kukuhukumu, anataka kukupenda bure. Ujue upendo huwa uko katika mahusiano, halafu upendo lazima ujengeke. Ukianza mahusiano hata na rafiki tu, wewe ni msichana na rafiki msichana, mnaanza kufahamiana, mnaishi pamoja labda, au mko shule au mko sehemu yote, mnakuta mnaongea mambo sawa sawa, au ndio maana mnakuwa marafiki, mnapendana. Au ukipata rafiki wa kiume, wewe ni msichana, mnaanza mahusiano taratibu, humvamii tu siku moja. Ujue wewe ukamwambia msichana ninakupenda, nataka nikuoe, ndio mmeonana sasa hivyo. Inabidi kwanza, jina lako nani? Je, unakaa wapi? Alafu polepole, leo twende out, polepole. Yani inaenda muda. Hata mtu kwa mfano umemchukua msichana, umemchukua mvulana nyumbani, unaambia huyu anataka kunioa. Watakuuliza mmefahamiana toka lini? Anasema mwezi uliopita. Wanakuambia hapana, huyu hafai. Mwezi mmoja unamjuaje? Unajuaje kama ni jambazi? Unajuaje kama ni anafaa?
kwanza mwanze mahusiano, mfahamiane. Kwa hiyo sisi pia tunaingia katika mahusiano na Mungu. Sisi wote tuna relationship, wanasema tuna mahusiano. Mahusiano yetu ni Bwana Yesu. Kwa hiyo lazima tufahamiane, umchunguze uone anakupenda kivipi. Sasa hapa ndio tunamchunguza, tunaangalia kwamba anakuvumilia, anaamini yote, hana hasira, hakosi kuwa na adabu na wewe, anakuheshimu. Yaani Mungu upendo wake anasema hauishi au haufikii mwisho, hauna kikomo kwamba leo umeisha. Unajua katika mahusiano hasa ya wasichana na wavulana unakuta kwamba ameanza mahusiano, baada ya mwaka wanasema hapana, huyu hafai, wanaachana, anaanza kutafuta mwingine, kwa sababu ule upendo umeenda ukafika sehemu ukaisha. Lakini upendo wa Mungu hauishi. Sasa inatakiwa wewe ndio ufahamu hivyo. Inawezekana wewe umemwacha Mungu, lakini Mungu hakuachi wewe. Kwa hiyo wewe ukijitambua tena unarudi kwa Mungu. Ndio maana huwa umechoka katika kiroho, lakini ukirudi kwa Mungu, ukijipasha moto, unajikuta tena unainuka. Mungu anakusubiri pale ulipoondoka, halafu mnasonga mbele pamoja. Kwa hiyo katika mahusiano lazima, hasa ya mapenzi, ya upendo, lazima wewe na mpenzi wako mkumbushane ule upendo wenu. Ujue kwa mfano kama wanandoa huwa wanaenda saa zingine honeymoon. Wamekaa baada ya mwaka mmoja, ujue mkizoeana sana mwishowe mnakuwa hamthaminiani. Kwa hiyo wanatoka wanasema twende tena honeymoon nyingine. Ina maana wanaenda kukumbushana tena jinsi, kwa nini nilikupenda, kwa nini na hivi. Hata mkikaa, ujue mkiwa mmekaa mwanamume na mwanamke, anaweza yule mwanamke au sema yule mwanamume anambia, wewe ulinisumbua wewe mpaka nilipokupata uwe mke wangu, umenisumbua hasa. Basi yule mwanamke anacheka yaani kumbe anafurahi kwamba alinipigania sana. Anasema kwanza siku ile nilikuja ukanitemea mate, nikaja siku nyingine sijui ukanifanyaje, nikaenda nikafunga nikaomba, ninakuja hivi ndio umekuwa kama ibilisi, ukanifukuza, nikaja tena nimeleta na kitenge cha waksi, ukakitupa chini, nimekinunua 100,000. Yaani pole, lakini wanakumbushana taratibu. Kwa hiyo wewe na Mungu lazima mkae katika kukuza hayo mahusiano yenu. Na hasa wewe ndio ujui upendo wake, lakini unatakiwa ukae naye ili ujue ule upendo wake. Kwa hiyo unaweza toka kana Mungu ukamwambia, Baba, hebu nikumbushe tena unavyonipenda. Atakwambia nilikufa kwa ajili yako. Unasema aise, niambie tena lingine. Anakwambia ulipokuwa bado unakumbuka ulikuwa mchawi sema pale ndio nilikufa kwa ajili yako. Unafurahi, unacheka. Asema aise Baba nawe niambie tena. Nasema hapo unakumbuka siku ile nilituma watu kuja kukushuhudia. Hapo uliwafukuza. Kuna mtu mmoja alikuwa tumempelekea injili, hapo yeye mtu mzima. Sasa anasema nyie msinisumbue. Nyie kabla hamjazaliwa Yesu namjua. Kwa hiyo mtaniambia nini wakati hajaokoka? Kwa hiyo labda uliwaambia hivyo. Nasema unakumbuka ulisemaje? Sasa Baba naye ulinivumilia. Sasa kwa hiyo yani mnakaa mnakumbushana wewe na Baba. Ni mahusiano yanataka muda, yanataka unajua kwa mfano kama mwanamume na mwanamke, labda ni watu wenye maendeleo. Mwanamke ana maendeleo, mwanamume ana maendeleo. Huyu ni akitoka saa 12 anarudi saa 5 usiku, na huyu saa 12 saa 5 usiku. Hapo hamna muda wa kujenga yale mahusiano, na mara nyingi huwa mwelekeo wake ni mbaya. Kwa lazima kupate muda wewe na Mungu mkae. Anaweza kama Mungu akamwambia mwanangu, hebu njoo tukae tu hapa tuongee. Kwa Baba niache kwanza, mimi naenda kushuhudia huko, halafu nataka tuende sijui kwenye nini. Yaani unakuwa busy na kazi ya Mungu kuliko kuwa na Mungu. Anakutaka wewe mkae, muongee, mkumbushane yale mahaba yenu.
Maana yule ndio wazungu wanasema lover, ndio lover wako original. Yaani yule anakupenda kiasi kwamba yaani kama amechanganyikiwa Mungu. Wewe fikiria akamtoa mwanae, halafu kila siku anakubembeleza. Hamna hata mwanamume au mwanamke anaweza akakufanyia hicho kitu. Mwingine ukimfanyia mchezo anakutimua nyumbani, bwana wanawake wako wengi. Au mwanamke anasema bwana wanaume mbona wako wengi. Lakini yeye hapana. Unajua Mungu tena ana watu wengi, lakini hasemi kwamba hebu ondoka zangu hapa, nikatafute wengine waokoke waje wawe wa kwangu. Lakini hivyo hivyo anakufuatilia na kufuatilia. Ndivyo alivyo. Yeye amesema kwamba yeye ni mpole na mnyenyekevu moyoni. Ni mzuri sana. Mwalimu alikuwa anatufundisha juzi. Ule upendo wake ni wa ajabu sana. Unajua kwa mfano kwa mahusiano kati ya mwanadamu na mtoto wake, yani Mungu alifanya kusudi kwa sababu anataka upendo ndio uwe msingi wa yale mahusiano. Kwa hiyo yule mtoto alizaliwa mdogo, hana uwezo kabisa, hawezi kuongea, hawezi kwenda chooni, hawezi kula, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo ni lazima umbebe. Fikiria kama tungeweza kuzaa, unazaa mtoto ana miaka 18. Sijui kama mtawezana. Kwa sababu mkikaa kidogo akili yake naye fyatu. Miaka 18 huwa saa zingine zinafyatuka. Kwa hiyo anajiona anafahamu. Mimi wanaona saa zingine labda Adam ndio alikuwa matatizo yake. Alizaliwa mkubwa, zikafyatuka haraka, akajifanya yeye mjiwaji kwamba tunakula bwana huu mti. Yeye na Eva wake wote walikuwa akili zao fyatu. Lakini hilo nasema mimi sio roho. Kwa hiyo lakini mtoto mdogo hana jinsi, lazima umpende. Ukikaa kidogo halafu hata jinsi kwa mfano Mungu angesema mtoto tumpe maziwa ya ng'ombe, lakini inabidi mtoto umembeba hapa kila saa na nyonya. Kwa hiyo yani umetaka hujataka anapokea ule upendo wako. Kila saa unaye, akilia tu unambeba. Yuko yani hana uwezo wowote mtoto. Hapo huyo mtoto mwaka mzima yuko hivyo hivyo. Miaka 2 karibu yuko vile vile. Miaka 3, miaka 4, 5 angalau ndio anaanza kupevuka kidogo. Mpaka akawe mtu ambaye mnakaa mnaongea ana miaka 20. Fikiria. Lakini umeshaangalia watoto wa ng'ombe. Mtoto ng'ombe akijifungua mtoto wake anazaliwa asubuhi, jioni anakimbia. Yaani amemaliza process ya mwanadamu ya mwaka mmoja au miaka 2, ng'ombe kaifanya kwa siku moja. Halafu sasa ona ng'ombe wanavyofanyana. Hawafanyi kama sisi, lakini sisi umeshughulika na huyu mtu pole pole mpaka amefika miaka 20. Hata akija kukwambia kijana wa kiume anakuambia mama nataka nioe, ana miaka 20, nitamwambia mwanangu bado. Hiyo speed punguza. Unaangalia labda akija na miaka 25 labda. Nataka nioe, unasema mwanangu vumilia tu kidogo, 30 utafika. Ndio kidogo. Yaani wewe unaangalia akomae. Kwa sababu bado unataka uwe naye, akishatoka pale ndio na yeye anaanza maisha yake. Kwa hiyo na Mungu naye sasa alitufanyia sisi wanadamu hivyo makusudi ili tujenge upendo na watoto. Wasingeanza tungewazaa na miaka 18, tungekuwa unamzaa unamtimua siku hiyo kwa sababu anaingia na mambo yake. Lakini huyu wa mwaka 1, 2, 3 kila siku unamfundisha yale yaliyo ya kwako. Sasa na Mungu na sisi ni hivyo hivyo. Sasa zingine sisi tunataka tuzaliwe tu na Mungu, hapo tunakuwa wajuaji katika ufalme. Lakini Mungu anataka ukae naye kama yule mtoto, akupakate, akunyonyeshe, akubadilishe pampers, akufanyie kila kitu, akusaidie, akuwezeshe. Yaani anakubembeleza, anakupiga mabusu, anakukumbatia, unaenda naye mpaka inafika sehemu anaanza sasa. Tena Mungu anakujaribu yeye mwenyewe kama alivyomjaribu Isaac Abraham walikuwa wanachukuliana, lakini Mungu alipomwona Abraham sasa amekomaa, ndio akamjaribu, akamwambia akamtoe mwanao pekee huyu Isaka. Na Abraham kwa sababu sasa alikuwa anajua huyu Mungu ananipenda. Hafu huyu Mungu
ananifanyia chochote. Na hapo ameshaniambia huyu Isaka ndio uzao wangu na nitapata mataifa kupitia huyu Isaka. Kwa hiyo akaenda kwa ule upendo, kwa sababu anampenda Mungu, akampeleka yule Isaka, na Mungu akamwepusha asimuue Isaka. Halafu akamwambia kwamba sasa hakika najua unanipenda. Ni sawa sana watoto hawa. Ujue mtoto actually unampenda wewe, sio yeye anakupenda. Unampenda, unamfanyia upendo tu, unamfanyia upendo. Sasa ameshakuwa labda na miaka 20 au 30, au labda akapata mshahara wake. Akaja amepata 2,000,000 ndio mshahara wake. Akasema, mama, chukua huu mshahara. Unajua mwanangu unanipenda. Yaani ndio unashangaa kumbe mtoto ananipenda. Lakini ulikuwa hujui, kwa sababu upendo zaidi unatoka kwako kwenda kwake. Haleluya. Kwa hiyo huyu Mungu lazima tukae naye katika upendo. Kama unajisikia mkavu katika maisha yako, tafuta siku muende honeymoon. Yaani muende honeymoon inasemaje? Fungate. Yaani muende fungate na Mungu. Ndio hiyo tunaenda kujificha sehemu. Unakaa naye wiki nzima. Mko wewe na yeye tu. Kwa sababu umeshakuwa busy sana, umemwacha. Kwa hiyo unakaa naye, unamsikiliza, na ukienda kule usianze, Mungu wewe nimekuja hapa, nisaidie nyumba sijapata, nisaidie sijui na hiki. Matatizo ni haya na haya. Matatizo ni haya. Fikiria kama umeenda na mume wako, mmeenda honeymoon. Alafu mmefika tu kule mlivyoingia, unasema mume wangu sasa nimempata. Sasa mume wangu nilikuwa nataka na magauni yangu pale Mariedo. Nataka kuna matatu hasa ninayataka. Alafu mume wangu kuna kitchen party zinakuja. Kwa hiyo nataka niwe mimi ndio msemaji, kwa hiyo itakuwa hivi na hivi. Mume wangu sijui yule mwanamume atathamini kweli? Yaani atashangaa hii ni honeymoon au tumekuja kufanya nini? Yaani pale mmeenda kupendana, sio kwenda pale ndio mmeenda kukumbushana. Unakumbuka nilivyokuwa nakufuatilia pale shuleni, ukawa unanikwepa mara unaenda huko. Nasema ana wewe bwana. Yaani mnakuwa mnakumbushana upendo, sio mnakumbushana magauni ya kitchen party au sijui kitu gani. Kwa hiyo na Mungu naye ni hivyo hivyo. Yaani ukienda honeymoon na Mungu, unakaa na Mungu, mnaanza kuongea. Unasema Mungu, hata unakaa tunaambia Mungu, mimi nimekuja hapa tu unikumbushe jinsi unavyonipenda. Atakuelekeza kwenye maandiko, ataongea nawe, atafanya kitu ambacho lazima utaelewa kwamba anakupenda. Hicho kitu ni lazima. Amesema kwamba nasi tumelijua na kulifahamu pendo na kuliamini pendo alilonalo kwetu Mungu. Akae katika pendo, anakaa katika Mungu na Mungu anakaa ndani yake. Ina maana mnakolezana, anakaa ndani yake. Sasa mambo yanaanza kutokea tu. Yule mwanamke na mwanamume walioenda honeymoon wakakaa, wakakolezana vizuri. Wakija hapa, yani wakirudi, hata kama kulikuwa nataka sasa vile vitu vingine inakuwa tu halali yake. Mke wangu nimekununulia hili gari, nimekununulia hivi na hivi, nimekufanyia hiki na hiki. Nataka na ukasome kozi hii kidogo. Sio kwamba uende kule ukamwombe vile vitu, bali muende kule mkakumbushana. Halafu mkirudi yanatoka tu. Ndio maana Mungu anasema ukikaa akae katika pendo, anakaa katika Mungu na Mungu anakaa ndani yake. Halafu mambo yanatokea. Haleluya. Ukicheki katika hii wa Korinto hii sura ya 14 inayofuata, sura ya 14 mstari wa kwanza, anasema fuateni upendo na kutaka sana karama za Roho, hasa karama ya unabii. Hii kusema fuateni upendo kwa Biblia ya Kiingereza King James inasema kwamba pursue love. Pursue ni kuna neno zuri la Kiswahili ni kufukuzia. Anasema fukuzia upendo. Upendo ni wa kufukuzia, kwa sababu upendo tumesema ndio kiini cha jinsi mwanadamu anatakiwa awe. Ni kiini na kilele cha Ukristo.
au cha binadamu jinsi anavyotakiwa awe. Tulikuwa tunatakiwa tuwe vile. Adamu naamini alikuwa hivyo, lakini sasa baada ya anguko tukaingia kwenye ubinafsi, tukawa hatujui upendo wa Mungu ni nini. Kwa hiyo huu upendo hata hapa unavyousikia sasa hivi tunauongelea, moyo wako unakuwa na hamu, hii kitu mimi ningekolezana na Mungu kiasi hichi, yani unataka. Kwa hiyo yeye anasema kwamba pursue, yani fuatilia hichi kitu, fukuzia hiki kitu. Kitu unapoanza kukifukuzia unakuwa makini, yani kinakuwa ndio kama cha muhimu sana ili maisha yako yanyooke. Unaweza ukakutana na mtu anazunguka huko mjini, unamwambia vipi, uko wapi siku hizi? Anasema niko Mwanza, lakini sasa hivi niko hapa nafukuzia mafao yangu. Ninalipwa kama milioni 200 hivi. Kwa hiyo kila siku anaamka anaenda wizarani, anafukuzia hiyo pesa. Kwa sababu ni ya muhimu sana kwake ili maisha yake yanyooke. Sisi kwetu cha kufukuzia ni upendo. Fukuzia huu upendo ili uweze ili ndio hiyo ukamilifu wa mwanadamu. Upendo unaleta ukamilifu. Upendo ni kifungo cha ukamilifu. Mwanadamu bila Yesu na bila upendo hajakamilika. Lakini ukikamilika katika hili, yani cha kukukamilisha ni huo upendo wa Mungu. Mungu anakupenda sana kuliko unavyofahamu. Anatupenda sana, anatuwazia mema, ametutendea mema. Tukisoma kila ukihubiriwa, ukifundishwa, unaona upendo wa Mungu tu. Hajatuwazia mabaya. Tulikuwa katika anguko, lakini amekuja akamleta mwanae pekee Yesu Kristo, na akasema kwamba mwana alikuja ulimwenguni sio kutuhukumu, bali tuokolewe, tutoke katika zile hukumu. Na hukumu ndio inamuumiza mwanadamu. Hukumu huwa inaua. Na tunafahamu ukienda mahakamani ukihukumiwa, unaweza ukahukumiwa kifo, unaweza ukahukumiwa kunyongwa. Na kwa hiyo hii hukumu ambayo huwa watu wanatembea nayo moyoni ndio hasa kiini cha mauti katika maisha. Sisi lazima tufahamu pendo la Mungu. Ndio hili pendo, ukisoma hapo mbele anasema kwamba pendo kamili hutupa nje hofu. Hofu ndio hisia mama mbaya ambayo ilimwingia mwanadamu katika moyo wake, ambayo ndio inajumlisha na hisia zingine zote, kama hisia ya kukataliwa, hisia ya kudharaulika, hisia ya kuonewa, hisia ya zote mbaya zinazokufanya ujisikie vibaya, zinatokana na hofu. Kwa hiyo ile hofu, lile pendo kamili la Mungu ukilikubali likaingia, linatupa nje woga, linatupa nje hofu, linatupa nje shaka, linatupa nje hali ya kukataliwa. Huwa katika hizi jamii kuna sehemu nyingi tunakataliwa. Kwa hiyo unarudi nyumbani umesinyaa, lakini wewe ukikaa katika lile pendo, unaitoa ile hofu, unaitoa ile hukumu kwa lile pendo la Mungu, ndio unarudi katika ule utendaji wako mkamilifu. Haleluya. Kwa hiyo nakushauri fuatia huo upendo, yani fukuzia huo upendo. Kitu tukitaka kufukuzia sisi wanadamu tunaweza. Kwa hiyo hiki unaweza fukuzia, ujue Mungu unanipenda kiasi gani. Na ukifukuzia Mungu, ina maana unajifungia na Mungu siku zingine, yani unakuwa na Mungu wakati wote. Unasema Mungu, hebu niambie tena unanipenda kiasi gani? Atakwambia. Ukisahau tena dakika 5 muulize, hebu Mungu niambie tena jinsi unavyonipenda. Atakwambia, kwa sababu yeye anakupenda. Kwa hiyo mtu anayekupenda anataka ujue jinsi anavyokupenda. Haleluya. Naamini tumeelewa. Kwa hiyo ndio mwisho wa somo letu hili, tutaendelea